maisha ya mwanadamu, jinsi asivyotakiwa kuishi na jinsi anavyotakiwa kuishi, jinsi asivyotakiwa kutenda na jinsi anavyotakiwa kutenda, jinsi asivyotakiwa kufanya na jinsi anavyotakiwa kufanya, jinsi asivyotakiwa kuwaza na jinsi anavyotakiwa kuwaza, jinsi asivyotakiwa kunena na jinsi anavyotakiwa kunena. Iko hapa. Na tokea Agano la Kale, lolote utakalokutana nalo na ikuta pumzi yake Yesu iko hapa. Yaani pumzi ya Mungu iko hapa. Na hilo neno linabeba uhai wa kuishi kwangu leo. Kwa manake hiyo ndio ofisi yake Kristo. Na ni ofisi yake Kristo kwa sababu yeye amebeba utukufu wa Mungu. Kwa hiyo lile neno ninalolisoma mimi, lile neno ninalolitendea kazi mimi, hilo neno ndilo litakalonifanya mimi sasa niweze kuona huo utukufu. Siwezi kuona utukufu, mimi sijasema tusifunge na kuomba, lakini siwezi kuona utukufu wa Mungu kwa sababu nimefunga na kuomba. Naomba hiyo niseme hapana. Jamani, mbona nyinyi wenyewe ndio mashahidi? Si nyinyi ni waombaji? Sisi ndio waombaji. Sasa shida iko wapi? Muona sasa utukufu wake hauendi na sisi. Shida iko wapi? Shida iko hapa kwenye kutendea. Twasoma, twaacha, twabaki nayo. Basi imeenda. Hatua hiyo ya kutendea kazi ndio hatua ya Yesu Kristo. Ofisi ya Yesu Kristo inanitaka mimi kutendea kazi. Ofisi ya Roho Mtakatifu inamtaka yeye kutenda. Yaani ni ofisi ambazo zinabeba mgawanyo wake wa kiutendaji. Zile kazi za Roho Mtakatifu ambazo sasa leo hatuwezi kuziangalia tena, lakini imekuwa muhimu kumjua huyu Roho Mtakatifu ni nani, ili tuweze kuzijua kazi zake zinapotenda kazi zinafanyaje kazi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ofisi yake inamtaka yeye mwenyewe kuingia kwenye hiyo kazi. Kufanya hicho anachotakiwa kufanya. Lakini ikifika kwa Yesu ni mimi. Yeye ameniwekea neno, mtendaji ni mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye Roho Mtakatifu kumewekwa kanuni. Mtendaji ni Roho Mtakatifu kuniwezesha mimi kuweza kuishi kwenye hizo kanuni. Kwa hiyo yeye ndio anafanya kazi. Kristo, mtu muovu ambaye hajataka kubadilika hawezi kuonekana Yesu Kristo ndani yake, atakaa nje. Kwa sababu roho wake Kristo ambaye ndio roho wa Mungu sasa tunasema hakai ndani, yani hakai ndani ya mahali pa haribifu, hata ndio awekeze hazina ndani ya mtu huyo zitakazomwezesha mtu ama zitakazowezesha sura ya Kristo iweze kuonekana kwa nje, kwamba Roho Mtakatifu akishatenda kazi yake, kazi zile ambazo ama ile ofisi ya Roho Mtakatifu ndio uwezesho wa mimi niliyeokoka kuweza kuingia kwenye kutendea kazi neno. Hicho Kiswahili kimeeleweka? Nimesema Roho Mtakatifu, na ndio nitamalizia hapo. Roho Mtakatifu ofisi yake yeye ndio mtendaji. Ana kazi za kutenda, tutaziona. Ofisi ya Yesu Kristo, mimi kanisa ndio mtendaji. Yesu alikuja kudhihirisha upendo, uvumilivu, huruma na utakatifu wa Mungu, ili mimi nifanye kile kinachotakiwa kufanyika, hata ndio niingie kwenye ule utukufu wa kuishi katika utakatifu huo. Sasa ili Roho Mtakatifu aweze kufanya sehemu yake, mimi ndio natakiwa kuandaa makao. Makao yangu ni pale kuruhusu neno likae ndani yangu. Ndio maana mimi nasema kwamba pigeni, uweni, hameni, nendeni mnakotaka kwenda, fanyeni mnachotaka kufanya. Kama huwezi kukaa kwenye neno, hauwezi kwenda. Hauwezi. Ota ndoto zote unazoweza kuota huku duniani. Ona maono yote unayoweza kuonyeshwa na Mungu. Narudia tena, kuna walioota ndoto kuzimu, kuna walioona maono kuzimu,
Lakini kuna walioishi na neno mbinguni. Waliotendea kazi neno ndio wako mbinguni. Sio walioota ndoto. Mimi sijasema watu wasiote ndoto jamani. Mimi napenda muwe mnanielewa ninapofundisha. Walioishi, waliotendea kazi neno, waliotoa nafasi Roho Mtakatifu akafanya kazi yake ndani yao, kuwawezesha wao waweze kutendea kazi neno, ndio wako mbinguni na ndio wanaoenda mbinguni. Siwezi kuishi nikashindwa kutendea kazi, sababu kushindwa kutendea kazi ni automatically Yesu Kristo hayupo na Roho Mtakatifu hayupo. Sasa wokovu wangu umejengwa juu ya msingi gani? Hizi kelele tunapiga kila siku, mara leo nimepigwa, kesho nimefanya hivi, mara leo ni hivi, mara kesho hivi, mara leo hivi. Ndio ile nasema kwamba Roho Mtakatifu amenishindwa, Yesu amenishindwa, amenitupia kwa mwenye mimi. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Haiwezekani hata kama ulifanya dhambi gani. Ndio maana anasema kwamba dhambi ambayo haisamehewi ni ya kumkufuru Roho Mtakatifu pekee yake. Hata kama uliua watu 1,100 bado kile kiwango cha Roho Mtakatifu cha utendaji wake kazi katika kiofisi, akifanya kazi yake kwako, akakujulisha habari ya dhambi hiyo, akakujulisha habari ya haki ya Mungu, akakujulisha habari ya hukumu, na wewe ukapoomba chini ukaomba msamaha, dhambi hiyo inasamehewa. Akikukumbusha ndio anakuambia ungama, kwa sababu anakuconvict, anasema na wewe ndani ya moyo wako, anazungumza na moyo kwamba umekosea, na wewe unamsikia kabisa anakuambia umekosa, na moyo unakuambia kabisa umekosea, lakini unakaza moyo. Atakurifaa juu. Lakini akisema na moyo wako hapa, na wewe unafikiri Daudi alikuwa anaanguka vile na dhambi za zinaa. Kwa nini alikuwa kipenzi cha Mungu? Alikuwa akiletewa tu nabii, hata kusikia Mungu akisema. Nabii tu amekuja anasema nianguke mikononi mwa Mungu. Yeye Mungu wale anasamehewa. Anasamehewa. Hicho ni kile kiwango cha Roho Mtakatifu, mnamalizana nyinyi kwa nyinyi katika hatua ya chini na unaendelea na wokovu. Iliwapo ushuhuda, nikamwambia kuna mtumishi mmoja alifanyaje sijui ikawa vipi, akawa ameanguka kwenye zinaa. Na alipoanguka kwenye zinaa, kwa jinsi alivyokuwa anampenda Mungu na alisikia majuto ya hali ya juu, alafu akawa ajue afanyeje. Kwa hiyo alikuwa amejua kabisa kwamba hapa mimi sifai tena. Sifai. Alikuwa anakaa mbali huko Ulaya. Akanipigia. Akanieleza, alikuwa ninafikia. Akanieleza, akasema yani hapa nilipo nasikia vibaya. Yani alijisikia kabisa kwamba hana haki tena na hana uwezo, na anasikia aibu kusimama mbele za watu awahubirie. Anaona nitahubiri nini sasa? Kwa hiyo akasema, nikamwambia, nikamtia moyo kwanza. Nikamtia moyo, alafu mwisho nikamwambia bado naweza kusimama. Bado naweza kusimama, na mimi nashukuru umenipigia simu. Kasema mimi nitaomba na wewe. Nikamfundisha kwanza, nikamuelekeza. Tukaingia kwenye maombi. Kwanza nikampatanisha na Bwana, ingiza sala ya toba na nini. Alafu nikaomba tena naye, nikamuongoza maombi fulani ya kutengeneza na nini. Tukamaliza. Nikamwambia sasa wewe nenda katulie kwanza mbele za Mungu. Alafu utaona unafunguliwa kurudi madhabahuni kuhubiri. Na ikawa hivyo. Ni mtumishi mkubwa tu sasa hivi. Na hiyo nasema ni habari ya miaka kama 20 imepita. Ambaye shetani ndo alikuwa ameshamkatizia bogi lake pale. Lakini iliishia hapo. Ile Roho Mtakatifu tu kumconvict, kumsemea ndani kwamba umekosa, akaona sasa mimi sifai kabisa. Na tunajua dhambi ya zinaa, tunajua lazima uikiri uweze kuongozwa, kurejeshwa. Hakuona aibu. Wewe unafikiri ni dhambi ngapi hizo ambazo sisi tunazificha? Mpaka Mungu anaenda kupiga na kupiga.
Mimi niseme tu kwamba Mungu anataka kutembea na sisi. Na anatupenda. Hayuko kuadhibu mtu hapa. Na hajafika wakati wake wa kuadhibu. Kipindi chake cha kuadhibu bado. Sasa hivi analitengeneza kanisa. Kwa hiyo huko hajafika. Ila kwa walio wakaidi anafika. Ila kwa sisi kanisa kama kanisa hivi tunasema jumla bado. Kwa hiyo bado tuko kwenye kipindi chake cha neema cha kuweza kutusaidia. Ombi langu kwako, tendea kazi neno. Ombi langu kwako, conviction, yani hali yoyote unayoisikia ya mashtaka ndani yako, hakikisha unaitengeneza. Hiyo nimeshakufundisha leo uelewe, ni hatua ya Roho Mtakatifu. Hapo bado Roho Mtakatifu uko kwenye ground floor, unacheza naye, anasema nawe kwamba jamani yasifike kule, na tengeneza, fanya hivi. Yani natumia lugha ya kibinadamu. Hata uko kwa Yesu yasifike kwa Kristo. Yakifika kule, yeye atapeleka mashtaka. Ameshindwa kutendea hili, ameshindwa kutendea hili, ameshindwa kutendea hili. Na nimejaribu kumsaidia hivi na hivi na hivi, imeshindikana. Yeye naye atakuja na yeye na kwake. Naomba tu isivuke laini ya 3. Ambapo kanisa la leo ndio linatembea kwenye laini ya 3. Ndio maana kila siku tuna viboko vinatembea. Kuna watu ambao wanaishi kwenye mapigo ambayo yanatokana na hiki ninachofundisha, lakini wao bado wanambonda shetani kwamba amezuia vitu vyao. Wanashughulika na shetani. Wakati mwingine shetani hayupo. Kwa asilimia kubwa naombeni niwaambie, shetani anakuwa hayupo. Ila ni maovu yetu, ugumu wa mioyo yetu, ukaidi wetu, na kutokufahamu kwetu, na kutokuelewa kwetu. Ndio kunatufanya wengine tunakuwa hivyo. Tunaingia kwenye tandikwa kwa sababu kama lugha zile 2 za mwanzo hazikueleweka, lugha ya 3 ni viboko. Na Mungu akija na viboko, lugha hiyo itabidi niielewe. Sasa ninaposhindwa kuielewa lugha ya Mungu, anachofanya anamkaribisha shetani. Akimkaribisha shetani, anakusahau. Yani anakusahau kwa maana yeye shetani akucharaze. Sasa hapo ndio pale utaomba hamna, utaenda tafuta maombi hamna. Kila mahali ukienda mlango umefungwa, mlango umefungwa, mlango umefungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatupenda na anatamani tuweze kukaa katika kumjua Mungu katika utatu wake, alafu ndo tuingie kwenye utendaji wake. Mungu atatupa neema, akitujalia wiki ijayo tukawepo hai, basi neema yake itatosha, tutaingia kwenye utendaji. Sikutaka sasa kuendelea zaidi maana kipengele nimeona nikimalizia hapo. Na itoshe kwa sura hii tumeweza kumfahamu Mungu katika Roho Mtakatifu katika udogo, alafu tutaanza na yeye kwenye utendaji wake. Tutakuja kuangalia utendaji wa Yesu Kristo, tutakuja kumwangalia Mungu katika utendaji wake. Tutaona anatupeleka wapi hata tuweze kuona utukufu wake, twawezaje kuingia ndani yake na tukatembea nao. Kile kiwango ambacho Musa niliwafundisha hapa, nikasema kulikuwa na mlima mmoja lakini ukiwa na vilima viwili. Mlima Sinai na mlima Horebu. Kasema mlima Horebu ni ule mlima ulikuwa wa kila mtu, lakini mlima Sinai ndio ulikuwa wa utumishi. Na tukasema katika ule mlima wa Sinai hakuna mtu alikuwa anapanda juu isipokuwa ni Musa peke yake. Kwa hiyo sasa kuna Mungu atusaidie, utaweza kuelewa, na nyinyi ambao ni watumishi ndio mtaweza kuelewa. Maana unaona shetani anapiga sana watu. Yaani kuna mimi sijaelewa, lakini neema Mungu acha itoshe tu. Lakini watumishi mtaweza kuelewa na muweze kujua kwamba tunapozungumza utumishi tunamaanisha nini. Na kila siku nikisema kwamba utumishi sio kusimama madhabahuni na kuhubiri, na maanisha nini. Kule kwenye mlima Sinai ni utukufu mwingine. Ni tofauti na utukufu wa Horebu. Utukufu wa mlima Horebu ule unaitwa mlima wa Mungu wa watu wote. Utukufu wa mlima Sinai ni utukufu ambao asiye na mawaa ndo anaweza kasogea pale. Pana gharama. Ambapo tutakuja kujifunza hiyo sasa tunapoingia kwenye hiyo awamu ya 3 ya kumjua Mungu. Kwa hiyo tuna ngazi 3 za kujifunza hata tuweze kufika kwenye hatua ya kujua huo utukufu, hata ndo tuweze kutembea na huo utukufu. Kwa hiyo ndo tutaweza kuelewa ya kwamba wokovu sio huu tunaozungumza. Huu tunaozungumza huku duniani ni dini ya ulokole, lakini sio wokovu ulioachiliwa kutoka mbinguni. Wokovu ulioachiliwa kutoka mbinguni una standard yake na kipimo chake kiko kwenye kiwango chake yeye, na sio kiwango cha akili yangu mimi
na sio kiwango cha mwanadamu, na sio kiwango cha kumsikia mwanadamu anasema nini ndio mimi nikaelewa. Iko kwenye kiwango chake, na Mungu aweze kutusaidia. Lakini tutafika na tutavuka kwa sababu ametukusudia, na tutaondoka na utukufu wake tukitembea naye. Haleluya. Tusimame, tutatembea. Ninauona utukufu wa Mungu unakuja, yani tunafika hapo. Mimi nauona, ila kwa wale watakaoweza kwenda na kufika. Amina. Lakini naamini sote tutakokotana, kwa viboko tutaenda tu, kwa bakora tutaenda, tutafika na Bwana atatembea na sisi. Sipendi kuona tunadondoka, sipendi. Kwa sababu hata hayo sio mapenzi ya Mungu. Lakini kwa sababu ya kutokujua, na kwa sababu ya ukaidi, na kwa sababu ya hivyo kumezeshwa, neema Mungu itoshe. Nehemia, hebu tuende tu. Mimi nasema tutamshukuru Mungu leo, kumwambia Mungu asante, umetupa kukujua wewe kwamba ni Mungu. Sifiwe kaburi linalo zidi yote, asifiwe Mwokozi, usifiwe msalaba, nisifiwe kaburi linalo zidi yote, asifiwe Mwokozi, usifiwe msalaba, ewe Yesu, nisifiwe kaburi la Emanueli linalozidi yote, asifiwe Mwokozi, usifiwe msalaba, nisifiwe Emanueli linalozidi yote, asifiwe, usifiwe msalaba, nisifiwe kaburi Haleluya. Mtakatifu unaishi na kudumu milele yote. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo Bwana umelileta kwetu. Umeweza kujifunua kwetu kwa sehemu hiyo, lakini umetujulisha ya kwamba wewe ndiwe huyo katika utatu wako na katika utendaji wako, jinsi gani unavyotenda kazi, hata ndipo tuweze kujua yatupasayo sisi kufanya. Asante kwa ajili ya hili ambalo Bwana umelifunua kwetu leo. Asante kwa jinsi ambavyo umeweza kujifunua kwetu kwa sura hii, na hata tuweze kukujua wewe katika huo utatu ambao ni katika utatu huo ndio unaotukamilisha sisi. Maana katika kila hatua tunahitaji kuhusika na katika ukamilifu na si kwa sehemu, ili tuweze kufika katika kile kiwango chako. Tunaomba Bwana ukatujalie neema. Tunajua katika kibinadamu na akili za kibinadamu ni safari ndefu, ni mwendo, hasa ukizingatia ni wapi tulibaki. Lakini bado wewe unaweza, maana ulisema kwako kwa siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Unaweza ukageuza hizo siku nyingi zikageuka ikawa siku moja tu, na ukaweza kutufikisha katika ile hatua ambayo Bwana ulikusudia. Baada ya wewe kuendelea kusema nasi, ukao unatupandisha ngazi hadi ngazi, ukitutoa utukufu hadi utukufu, ili tukaendelea kuiona neema yako na kushiriki katika kila hatua ambayo unaotupeleka nayo. Hatimaye tuweze kufika katika kilele cha mlima wako mtakatifu ambao umebeba utukufu wako, mahali ambapo ulisema na kuuliza, ni nani awezaye kupanda hapo? Umeanza kutupandisha kupitia mafunzo haya, umeanza kutupandisha kupitia neno lako. Tunaomba kwa neno lako hili Bwana, kila mmoja ukahesabu hatua zake katika kupanda kwake, na hata mmoja asibaki nyuma, ili Baba sote kwa pamoja tuweze kufika katika mlima huo mtakatifu. Na hata katika kufika hapo ndipo tuweze kuona utukufu wako, tuweze kukuona kwa jinsi yako,
kwa kufunuliwa kwako katika utukufu ambao Kristo Yesu ameubeba, ili Bwana tukaweze kutembea katika njia zako, na hata katika hilo utukufu wako kakae pamoja nasi. Kama jinsi ambavyo neno lako linasema katika Waefeso 2 sura ya 2 mstari wa 5 na 6, kwamba ulitufufua pamoja nawe Kristo ili tukae pamoja nawe hapo penye utukufu, kwa sababu wewe ndio huo mng'ao wake Bwana na Mungu wetu, na wewe tena ndio uliyebeba utukufu wake. Na sisi tunapokaa na wewe tumekaa na Baba. Tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwaminifu, maana hata Tomaso alipotaka umuonyeshe Baba, ulimwambia ukiniona mimi umemwona Baba, kwa sababu wewe ndio uliyebeba utukufu wa Baba. Nasi tunaomba ukatufikishe katika utukufu huo. Hatuna mwingine wa kutufikisha ila ni wewe. Leo umetupandisha ngazi hii, tunaomba ukatupe kukaa katika ngazi hii kwenye juma lote hili, ukitutafakarisha kila mmoja kwa jinsi yake, hata tunapofika juma linalokuja kwa neema yako ukatutoe tena na kutuingiza katika neema nyingine. Asante kwa kuwa ni mwaminifu. Nakabidhi kanisa lako mikononi mwako, na watoto wako wote naweka wakfu mikononi mwako. Naomba kwa uweza wako na mkono wako usioshindwa, Bwana ukatuwezeshe kufika kwa nuru yako itakapokuwa inatuangazia, na kwa utukufu wako Baba utakaokuwa unaenda pamoja nasi. Katika jina lako Kristo Yesu nimeomba na kushukuru, na wote tuseme amen. Nataka ufungue kinywa chako useme na Mungu yale unayotaka kusema naye kupitia alichosema na wewe leo, alafu utamshukuru Mungu, alafu tutakuwa tumemaliza. Baba, tunakushukuru kwa kuwa ni mwema. Asante kwa kuwa umekuwa mwaminifu. Neema yako imetosha kwetu. Nuru yako imeng'aa kwetu, hata ukasema nasi. Tunajiweka wakfu mikononi mwako katika yale ambayo Bwana umesema nasi. Umesema nasi ukajifunua kwetu kwa lugha nyepesi sana ambaye tumeweza kukuelewa. Na zaidi ya yote Baba, tunatamani kukaa katika nafasi hiyo sasa, ili yale ambaye Bwana uliyoyakusudia katika maisha yetu yaweze kutufikia, ili Roho Mtakatifu atakapokuwa katika utendaji wake, na sisi tuweze kucooperate, tuweze kuwa pamoja naye, kukubali na kupokea na kutendea kazi yale ambaye atupasayo sisi kupitia neno lako, hata ndipo Kristo ukapate kuthibitika kwetu, na utukufu ambao ulioubeba ambao ni mng'ao wa utukufu ukaonekane kwetu kama jinsi ambavyo ulivyoonekana ulipokuwa hapa duniani. Basi tutakavyokuwa katika maisha yetu, jina lako likapate kutukuzwa, na mahali popote tutakapokuwa utukufu wako kaambatane nasi. Tunatamani kutembea katika utukufu huo, na tunatamani utukufu huo uende nasi. Na Baba, tunakusihi kwa rehema zako usitazame madhaifu tulio nayo, bali Baba angalia neema yako na rehema zako zilivyokuu kwetu, na ni kwa namna gani Baba unaweza kutufikisha mahali ulipokusudia. Ni matumaini yetu na matazamio na matamanio yetu ya kuweza kufika mahali pale ambapo Baba kila mmoja asije akarejeshwa, bali tuweze kufika kwenye kiti chako cha enzi tukiwa katika utukufu huo, ili tuweze kusimama mbele zako katika ushindi na si katika majuto. Naomba ukatujalie hilo. Kila ninaposema neno hili, kila ninapotafakari Baba, ninaona jinsi itakavyokuwa, na ninaogopa, natetemeka. Sitamani mimi kuwa hapo, na sitamani yeyote ambaye Bwana ulishamleta mbele yangu akafika mahali hapo pa majuto, bali naomba rehema zako Baba ziwe pamoja nasi sote, kila mmoja kwa jinsi yake. Ninaomba Mfalme wa amani, hata na watoto wangu sitamani hata mmoja afike hapo. Yule mhubiri alisema hatamani mbwa wake afike hapo. Mimi sina mbwa, nina watoto. Ninaomba Baba, sitamani mtoto wangu wala mjukuu wangu wala waume zao wala wake zao wafike mahali ambapo Bwana panaitwa ni kuzimu ama jehanamu. Ninaomba Mfalme wa amani, neema yako inayotosha, hebu kaifunue kwa watoto hawa, ukaifunue hata kwa ndugu zangu, ukaifunue kwa kanisa lako Bwana, ili kila mmoja aweze kutambua, tuweze kutembea na moyo huo wa toba na maungamo mbele zako, ili tuweze kuishi katika utukufu wako. Maana maisha ya kujihesabia haki yametuondoa kwenye utukufu wako, lakini turejeshe kwenye maisha ambayo Baba tutaishi na maungamo na toba, ambayo haki yetu ikiwa inapatikana kwako. Wewe ndio utuhesabiaye haki, na haki yako nao tuhesabia ndio inayotutunza na kutuhifadhi, na ndio inayotufanya tunashuka na kunyenyekea. Tumekaa na kuishi katika kiburi kwa sababu tumeondoka katika nafasi, lakini tunaomba ukaturejeshe Bwana, ili tukae katika nafasi hiyo, hata Bwana ukapate kujichukulia utukufu katika maisha yetu. Tunajiweka wakfu mikononi mwako Baba. Ninayo mengi ya kusema, ninayo mengi ya kuja nayo kwako, lakini siwezi tena kwenda. Naomba Bwana ukatujalie neema ya kutuvusha tu, ili kila mmoja aweze kufika akiwa na ushindi. Watoto wetu wafike na ushindi, familia zetu zifike na ushindi, kanisa lako katika ulimwenguni wafike kwa ushindi.
Baba, kwa utukufu wako nayaacha yote haya mikononi mwako, nikiomba ukatujalie neema hiyo. Kwa utukufu wako Baba, tunajiweka wakfu mikononi mwako. Katika jina lako Kristo Yesu tumeomba na kushukuru.